sana. Hebu mpeni maiki mama yetu hapo atuambie. Hebu mpeni mama aseme. Tuambie mama. Hebu tuambie hilo jambo. Simama tu mama. Tulizana kabisa. Nimetumwa kwa ajili ya hizi kazi za kusikiliza. Tuambie. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Glory Sam, natokea chama cha Mwika Kinyamvuo AMCOS kilichoko wilaya ya Moshi vijijini, kata ya Mwika Kaskazini, kijiji cha Msai Kinyamvuo. Sisi tulikuwa vyama 11, tulipitisha kahawa yetu, akawa msimamizi wetu ni KNCU Limited, chama kikuu cha ushirika, mwaka 2021-22 msimu huo. Tulipopeleka kahawa ikawa ndio basi tena hata babaki na nyongeza. Wametuzungusha kuanzia mwaka huo mpaka nilifika Dodoma mimi kwa mrajisi mkuu taifa Mheshimiwa Ndege na kwa Waziri Bashe kipindi hicho 2023. Wakatuma tume wakaikagua KNCU na kuichunguza, na tume ile ilirudi ikaonyesha kwamba wakulima wana haki ya kulipwa, maana hakuna walikofanya makosa. Ikaenda hivyo mpaka leo. Tulipiga kelele sana katikati, chama chetu wakawa wametulipa 95 tu milioni. Mpaka leo hakuna jambo lingine tumelipwa. Tuko hapo tunalia, miaka 5 watu wamekufa, tumebaki wajane, hakuna tunacholipwa. Na mara ya mwisho majibu yao, chama kikuu kwa kutokuona aibu, wenyekiti anatuambia mtatembea na viatu vitaisha. Na kweli viatu vyetu viliisha. Leo nimevaa kiatu kipya nilichonunua kwenye mtumba kwa ajili yako, naomba kisiishe tena Mheshimiwa Waziri. Nikuombe Mheshimiwa Waziri. Haya, wahusika wako wapi? Mhusika yuko wapi Mheshimiwa Waziri? Wako wapi hawa wenye chama kikuu cha ushirika? Hebu tuambie mnalipa lini hiyo fedha? Tuambie mnalipa lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwacheni tunayasogea. Ni nani wewe? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni Primus Kimario, mkurugenzi mkuu bodi ya kahawa. Jana tumekaa na juzi baada ya kusikia ziara. Hapana. Haya, tuambie mnalipa lini hiyo fedha? KNCU amekubali kwanza tulifanya uhakiki wa madai upya, na mwenyekiti wa KNCU ni huyo hapa. Uhakiki wa madai umeonyesha kwamba deni lililobaki ni milioni 411 kutoka milioni 600. Mnalipa lini? Mheshimiwa, karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa hatua ambayo umejitoa kuhakikisha unarudisha imani kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza hili deni ni la miaka. Ninyi msiolipa wananchi ndio mnapoteza imani. Tuambieni mnalipa lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari tumeshakubaliana mwaka wa fedha unaoanza tutalipa hizo fedha, na tuliwaahidi jana walisaini nyaraka ambayo baada ya kuambia kuna ziara inakuja mmewaahidi jana. Mnalipa lini? Hapana, mwaka kesho tutalipa hizo fedha kwa installment. Na Mheshimiwa Mradi alishawahakikishia kwamba pesa zinalipwa, na mimi nimeteuliwa hapa na miaka 2 pale baada hilo tatizo kutokea, na nimeanza kushughulikia. Nimewalipa milioni 95, na yeye huyu ni shahidi kwa sababu wanazo nyaraka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaelewa changamoto zilizosibu KNCU, na ndio maana tume yako ilikuja pale, ilifanya uhakiki, inafahamu hayo madeni, na hatua ya kwanza ya kuyalipa tumeanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na chama hakiwezi kulipa hizo fedha kwa wakati mmoja, lakini kuhakikishia hapa tutazilipa kwa installment kadri chama kitakavyopata pesa, na tumekubaliana nao jana. Mlichukua kahawa yao mkuchukua? Ilichukuliwa hiyo kahawa. Na mnataka mlipe kwa installment. Tangu mwaka 2023 mnataka mlipe kwa installment. Zimelipwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Rajisi yuko wapi? Rajisi yuko wapi? Hawa si wana mali hawa? Iuzwe hata mali wananchi walipwe. Nyie si mna mali zenu? Ndio tunazo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninyi mnakaa mnadunda, wananchi hawana amlipi fedha yao. Sasa sikiliza, mrajisi yuko wapi? Hebu tuambie hawa si unajua mali zao? Wana nini na nini? Wana mashamba. Wana majengo, wana mashamba. Tafuteni, mkuu wa mkoa simamia, tafuteni kimoja wapo kiuzwe, milioni 400 ipatikane, hawa watu walipwe mara moja.
Hatuwezi tukawa tunakaa na jambo moja mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne na watu wanalia na watu wanaumia. Kama mna chama hakiwezi kulipa watu mali yao, mnakaa nacho cha nini? Mnakaa nacho cha nini? Eti mnakaa nacho cha nini? Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, watu wanalia, watu maskini wanalia. Hii tabia ya kuzoea matatizo ya watu, shida za watu, kero za watu, machozi ya watu, watu wakilia nyie mnaona wamewasalimia tu. Mnasema mwaka kesho mtaanza kwa rejareja. Limeshamaliza miaka mingapi? Miaka 5. Rejareja tuongeze mingine miaka 5. Mimi upuzi wa aina hiyo sitaki kusikiliza. Niambieni mnauza lini, mnalipa lini? Msipofanya hivyo nikija ziara nyingine na wagawia. Haya, niambieni mnalipa lini? Mtamaliza lini mlipe kwa mara moja? Mwaka kesho, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hiyo nimekataa. Mmeshapewa tangu miaka 5 iliyopita. Tunakaa na bodi mara moja kuhakikisha hizo fedha. Mnakaa lini? Mnakaa lini? Bodi yenu inakaa lini? Wiki ijayo. Leo siku gani? Leo Ijumaa. Haya, mnakaa siku gani? Jumatano. Jumatano mkae mtoke na majibu. Nitakuwa bado niko kanda ya kaskazini hapa. Sawa Mheshimiwa. Mkuu wa mkoa uje nao uniambie wametoka. Mkija na majibu ya ovyo nitaweka ndani mpaka tuwalipe kwanza hawa watu ndio mtoke. Sawa Mheshimiwa. Mambo ya kipuzi kabisa haya. Mambo ya kipuzi, msiniletee mimi mambo ya kipuzi ya kipumbavu haya. Jumatano nataka mkae mtoke na jawabu. Mambo ya mwaka kesho nimekataa. Mseme mnalipa nini, mtalipa lini, tafuteni mtakachouza, mwalipe watu fedha zao. Mimi mnakaa na vitu vyenu alafu fedha za watu mmekaa nazo. Au tuweke na riba mliokaa na fedha za watu hizo. Nilipita pale Same, mambo ya kipuzipuzi haya. Nilipita pale Same, fundi amejenga matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo. Wanatumia matundu 21, wanatumia matundu hayo. Miaka 5, milioni 2 hawajamlipa.